tunapokuwa na sheria na miongozo zikafanyiwa kazi, hakuna jambo linaloshindikana kufanyika. Kwa sababu sisi tunaishi kwa kufuata sheria, kanuni na miongozo. Kwa hiyo katika kipindi hichi cha mapitio ya sheria ya elimu inavyopitiwa na kuboreshwa ili iweze kuendana na mabadiliko yaliyofanyika kwenye sera elimu na mafunzo toleo la 2023 pamoja na mitaala yaliyofanywa maboresho, ni kipindi ambacho sisi wadau tumekutana na kamati ya kitaifa inayokusanya maoni ya wadau kuhusu maboresho ya sheria ya elimu. Na mojawapo ya maoni tuliyotoa ni kwa habari ya ulinzi na usalama. Hii sheria ya viboko itakavyo kuwepo na ikaondolewa, inawezekana as long as tuna sheria, tuna kanuni na miongozo ambayo itafuatwa mashuleni kutokana na mazingira yetu. Kwanza, kufanya marekebisho kwenye sheria ya elimu ya mwaka 1978 pamoja na kanuni zake, na kuweka vifungu vya sheria vinavyopiga marufuku matumizi ya viboko shuleni na adhabu nyingine zinazoathiri haki ya kuishi, ustawi na utu wa mtoto. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia itoe waraka circular unaoelekeza walimu wote kuacha matumizi ya viboko na kuelekeza mbinu mbadala za adhabu zinazolinda utu wa watoto wakati mchakato wa marekebisho ya sheria ya elimu unaendelea. 3. Kuendelea kuimarisha utekelezaji na kuanzishwa madawati ya ulinzi na usalama kwenye shule zote ifikapo mwaka 2029. Madawati haya yanatoa mfumo rasmi wa kupokea na kushughulikia malalamiko ya watoto wanaokumbwa na ukatili wa aina mbalimbali wakiwa mashuleni. Serikali iendelee kuhakikisha kuwa haki inatendeka kwa waathiriwa wa ukatili mashuleni na kwamba wahusika wanawajibishwa ipasavyo ili kutoa ujumbe wa wazi kuwa ukatili dhidi ya watoto na wanafunzi wote hauvumiliki na haukubaliki. Shule zetu nyingi na hata ukienda nyumbani, kwenye jamii, tunatumia mbinu ya kuadhibu badala ya kuadabisha. Ukitumia mbinu ya kuadhibu, unakuwa unataka yule muhusika apate maumivu mengi na makali. Lakini ukitumia mbinu ya kuadabisha, unataka yule muhusika aliyefanya kosa aweze kuona kosa lake, kulitambua na kurekebisha. Huo ndo mfumo ambao tunataka walimu katika shule zetu za msingi na sekondari na mpaka chuo watumie, kwamba badala ya kutumia mbinu ya kuadhibu ambayo ina matokeo ya muda mfupi, tumie mbinu ya kuadabisha ambayo ina matokeo ya muda mrefu. Hakuna ushahidi wowote ambao tunao wa kisayansi unaosema kwamba mtoto akipigwa au akipewa adhabu ya viboko anakuwa na akili au anafanya vizuri shuleni au anakuwa mstaarabu. Hakuna utafiti wowote. Lakini tuna utafiti wa kisayansi unaothibitisha kwamba mtoto akipewa malezi mazuri, akiadabishwa, anakuwa mtu mwenye akili, mwenye kujitambua na mwenye kujiamini. Tafiti nyingi sana zinaonyesha watoto na wanafunzi wengi wa shule zetu hawana kujiamini, bali wana woga ambao umesababishwa na viboko na adhabu ya viboko na adhabu zingine ambazo zinatweza utu wa wanafunzi.